Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa leo hii kuhusiana yale yote ambayo yanaendelea kwenye kikosi cha wananchi. Taarifa hii lazima ikufikie wewe mwananchi popote pale ulipo, kwa sababu ni haki yako kuweza kupata taarifa hii muhimu kabisa ambayo imeweza kutangazwa na uongozi wa klabu ya soka ya wananchi. Ni taarifa gani hiyo utakwenda kujua hapa, kwa sababu full mkanda mzima wote niko nao hapa. Kile kitu kilichoweza kujili utapata kuweza kujua. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, unajua kwa sasa kuna taarifa ambayo inaendelea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya wachezaji wake wanaopatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo unafahamu ya kwamba kumekuwepo na taarifa nyingi ambazo zinazokuwa zikiweza kuendelea kwenye kikosi cha Young Africans na juu ya wachezaji wake ambao wanakiunganisha kikosi cha wananchi Young Africans. Sasa Young Africans unafahamu ya kwamba imekuwa ikiendelea kutafuta nyota wapya kwenye kikosi chake ili kuja kuweza kuongeza nguvu, na inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans huenda ikaachana nyota wake muhimu ndani ya kikosi chao kutokana na sababu mbalimbali ambazo zinapelekea Young Africans kuweza kuchukua uamuzi huo wa kuweza kuachana na nyota hao. Sasa ni nani na nani ambaye wameweza kuwa katika story hii kubwa ambayo imeweza kuzungumzwa kwa siku hii ya leo? Unaambiwa pengine inaweza ikawa ni taarifa ambayo pengine si njema kwa mashabiki wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa wakati huu. Unaambiwa kwenye kikosi cha Young Africans moja kati ya wachezaji viungo bora kabisa, nazungumzia Stefano Aziz Ki, miongoni mwa nyota ambao wanakipiga kwenye kikosi cha Young Africans. Muhimu kabisa, anapokosekana kuna namna ambavyo unaona kuna kitu kinakosekana kwenye kikosi chao, hivyo anapokuwepo basi matumaini huwa ni makubwa kwa Young Africans ushindi mbele yao. Sasa inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans sasa ni rasmi ya kwamba Stefano Aziz Ki hatakuwa sehemu ya kikosi cha wananchi Young Africans kunako msimu ujao. Unaambiwa klabu ya soka ya wananchi Young Africans imekubali kuweza kupokea ofa kutoka katika klabu ya Wydad Casablanca kutoka kule nchini Morocco, ambao walikuwa wakiweza kumfukuzia kwa udi na uvumba, namna ambavyo wamepigana kweli kweli kuweza kuwashawishi Young Africans kuwauzia nyota huyo. Nafahamu ya kwamba walileta ofa ya kwanza ambapo klabu ya soka Young Africans iliweza kuikataa, ilikuwa ni zaidi ya shilingi milioni 800, wakaikataa. Ofa ya pili ikawa ni shilingi bilioni 1.2, lakini Young Africans bado waliweza kuikataa ofa hiyo, wakisema ya kwamba kwao ni pesa ndogo sana kulingana na thamani ya mchezaji ambaye wako naye kwenye kikosi chao. Hivyo basi Wydad wakaenda na wakarudi na ofa kubwa ambayo imeweza kuwashawishi viongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuweza kumuachia nyota huyu. Sasa unaambiwa mwishoni mwa msimu huu Aziz Ki anatarajia kuondoka Yanga kujiunga na Wydad Casablanca ya Morocco. Azizi amewaambia viongozi wa Yanga kwamba anahitaji kucheza FIFA World Cup kwa upande wa vilabu msimu wa 2025 ambayo inatarajia kuanza Juni 14 kule Marekani.
Tayari Yanga wanalijua hilo, ndio maana wameweza kufungua mazungumzo na namba 10 bora mzawa kutoka Tanzania. Ni nani huyo ambaye wameweza kufungua naye mazungumzo kuja kurisi namba ya hapa? Nazungumzia si mwingine bali ni Stefano Aziz Ki. Huyu hapa unaambiwa ni maestro kutoka kule visiwa vya karafuu Zanzibar finest, ambapo inaelezwa kwamba wameweza kufikia kile ambacho wao wanakihitaji. Unaambiwa rasmi Yanga wameingilia kati dili la Feitoto. Unaambiwa jioni ya leo viongozi wa Yanga wamefanya mazungumzo na wawakilishi wa kiungo huyo Azam ili kumshawishi arejee Jangwani. Chanzo kinaelezwa kwamba ofa ya Yanga ambayo ni sign on fee ni kubwa kuliko ya Simba. Mwishoni mwa msimu huu Yanga wanatarajia kumuuza Aziz Ki, lakini bado Pacome hajasaini mkataba mpya, hivyo Yanga wanamuona Fei kama mbadala sahihi kwa kurisi mikoba ya Stefano Aziz Ki ambaye nimekuambia kwamba anaelekea kule nchini Morocco, ambako kwenye klabu ya Wydad ambao wameweza kuweka ofa kubwa. Young Africans wakaona kwamba hii ni ofa ambayo pengine hawezi kuiacha. Unaambiwa mpaka sasa kwa upande wa Feitoto, yeye ameonyesha nia ya kujiunga ama kurudi tena kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, lakini shaka linakuja kwa upande wa kile ambacho kilichoweza kutokea wakati Feitoto anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia wananchi Young Africans ya kukuwa na mazungumzo mazuri ya kuondoka kwake, ambapo mpaka sasa unaambiwa kuna pingamizi lakini si kwa Feitoto bali ni kwa mama yake mzazi. Unaambiwa ofa ya mkataba mpya ambayo yuko nayo kutoka Azam mpaka sasa, pia ana ofa kutoka katika klabu ya Simba Sport Club na ana ofa kubwa kabisa kutoka Yanga. Pingamizi ambalo nimekwambia la Feitoto kurudi Yanga pengine ndio linaweza kuwa zuio la Feitoto kurudi kwenye kikosi cha Yanga ni kwa mama yake mzazi. Ile taarifa zinasema kwamba Yanga wako tayari kuchutama na kuomba msamaha kwa kile ambacho kilichoweza kutokea wakati anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka hapa. Nazungumzia ya Young Africans. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na hapa nazungumzia Pacome Pedozozwa, ambaye naye inaelezwa kwamba Young Africans wasipokaza buti na kuweza kufanya mchakato wa kumpatia mkataba mpya, huenda mwishoni mwa msimu huu akawa sio tena kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Hivyo Yanga wana kazi kubwa ya kuweza kushikilia ili kuweza kumbakisha. Hapa nazungumzia mwamba mwenyewe, hapa nazungumzia Pacome Pedozozwa. Taarifa ni kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ni kuhusiana na kile ambacho kinasubiriwa kwa sasa kuweza kusikia yapi ambayo atakayeweza kujili katika kuelekea mwishoni mwa msimu huu na dirisha la usajili kufunguliwa. Hii hapa ni Wina Media, endelea karibu na sisi kwa taarifa kemkem zinazojili.